Naam, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ujambo pote pale ulipo, matumaini kwamba wewe huu salamini kabisa katika muda huu. Na nikujuze ya kwamba leo hii ni Jumatano, tariki 4 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Ni katika muda mdogo tu, lakini nikupashe hali jinsi inavyozidi kuendelea. Hususan zaidi nitajibwagiza mashariki mwake DRC, Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Umekaribishwa pote pale ulipo ndugu mpenzi msikilizaji katika kituo hiki cha habari. Ni Reality Mambo TV, kituo ambacho kinakupasha habari mashariki mwa Kongo na hata ulimwengu mzima, ikiwa tu kuna fursa ya kuweza kukupasha wao habari. Ninakuomba kuweza kuungana nami katika kipindi hiki hata kwa kuweza kubonyeza maeneo ya subscribe na kubonyeza pia alama ya kengele ili unapata habari zetu katika muda mwafaka na muda ambao unapaswa wewe kabisa kutufuatilia. Nikupashe hali ya leo na hali nyingine ambayo iliweza kujiri kabisa. Acha na hivyo uambatane nami katika habari ya leo, lakini katika mambo ambayo itakwenda kuzungumzia huko Nyangezi ambako kumeweza kuonekana waasi wa FCM23 kuweza kabisa kuongeza nguvu katika bonde la Ruzizi. Hata huko tarafani Ruchuru ambako mapambano yaliendelea kujiri kabisa kati ya waasi wa FCM23 na kupambana dhidi ya wazalendo na jeshi la FARDC. Na kumalizia pia hata kwenye milima mirefu ya Mwenga Fizi ambako mapambano mengine yaliendelea kujiri leo tariki 4 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Basi huo ulikuwa ni mtasari wa habari, na sasa nikupashe habari kamili ambayo inazidi kuendelea. Ndugu mpenzi msikilizaji, na nianzie mara moja huko katika kijiji cha Nyangezi. Ni kijiji ambacho sio mbali sana na mji wa Bukavu. Yaani ni kijiji ambacho kinapatikana katika barabara kuu ya namba 5 ambako inatoka huko mjini Bukavu na kuelekea hata katika bonde la Ruzizi na kufika hivyo Uvira. Ikiwa katika ripoti hizo imeonyesha kuwa jeshi la waasi wa FCM23 ARC ambalo linaungwa mkono na nchi ya Rwanda, na hivyo kuweza kuonekana kabisa kuongeza nguvu katika vikosi ambavyo vinaweza kupatikana katika bonde la Ruzizi. Ila kutokana na vyanzo vya habari vimeweza kuonyesha kuwa waasi wa FCM23 waliweza kuongeza nguvu na kuweza kuonekana na magari yao kuweza kupitia katika njia ya Ngomo, ikiwa katika kijiji cha Nyangezi kupitia Businga na kuweza kuteremuka kupitia njia ya mlima wa Ngomo hadi mara moja kufikia katika kijiji cha huko Kamanyola ambako kingine kikosi cha waasi wa FCM23 kuweza kuonekana. Lakini pia katika msafara huo kumeweza kushuhudiwa ya kuwa katika msafara huo kumeonekana gari mbili za kijeshi ambazo kwa lugha ya Kimombo zinaitwa auto blende, ambazo zinaaminika sana kwa upambanaji vita katika uwanja huo. Silaha hizo ni silaha kubwa sana, na isitoshe kabisa waasi wa FCM23 wameonekana kuwa hata na zingine silaha tofauti. Lakini nikupashe pia na huko Ruchuru ambako kuliweza kujiri mapambano hapo kabla kati ya waasi wa FCM23 dhidi ya wazalendo ambao wanaungwa mkono na jeshi la FARDC. Ikiwa tu hivyo tarafani Ruchuru ni katika Kivu ya Kaskazini, mapambano hayo yameripotiwa katika maeneo au kijiji cha Kivuma na Kanyongohe, ikiwa katika maeneo ya Bwito, lakini hivyo ikiwa tu tarafani Ruchuru, Kivu ya Kaskazini. Katika mapambano hayo imeripotiwa kwa ngambo ya waasi wa FCM23 kuweza kushindwa vita na kurudi nyuma hata katika kijiji cha Mweso huko Masisi, ikiwa katika Kivu ya Kaskazini.
na mara moja kabisa ni kupashe hali ambayo inaendelea huko kwenye milima mirefu ya Fizi Mwenga, maeneo ya Pwenzero. Katika maeneo hayo yameweza kabisa kuonekana hapo kabla jeshi la FARDC na wazalendo kuweza kushika, ni baada ya waasi hao wa FCM23 Red Tabara na Twirwaneho kuweza kushika hapo na hivyo tena kuweza kuondolewa. Lakini leo hii mapambano yakiweza kuripotiwa katika maeneo hapo ambako kunasifika kuwa maeneo ya njia panda, ambako wanaweza wakapata mwanya kabisa wa kuingia katika mji wa Baraka na vijiji vingine katika tarafa la Fizi. Mapambano yameripotiwa leo tariki 4 mwezi wa pili mwaka 2026 katika maeneo hapo ya Pwenzero kati ya hao wahasi na majeshi ya Kongo. Lakini pia mapambano hayo yaliweza pia kusikika katika maeneo ya Mikenge ambako kulisikika kuwa wahasi wa FCM23 wanaungwa mkono na Red Tabara na Twirwaneho. Hayo nimeweza kukupasha ndugu mpenzi msikilizaji kwa kuweza kunifuatilia, lakini kwa dakika tu chache hizi niweze kabisa kukupasha na kuongezea hata katika mji wa Uvira. Katika mji wa Uvira umepatikana mashariki mwa Kongo, Kivu ya Kusini, ikiwa katika tarafa la Uvira. Baada ya waasi wa FCM23 kuweza kuondoka katika mji wa Uvira, na hivyo wazalendo na jeshi la FARDC kuweza kuingia na kuweka usalama huo kuwa tulivu, lakini wakiweza kupasha na kuonyesha hali ya kwamba hawataki kusikia kabisa mlio wa risasi katika mji huo wa Uvira, na kuwaita wale raia ambao waliweza kwenda na waasi wa FCM23 waweze kurudi, hususan raia hao wa Kinyamulenge. Lakini hivyo kitengo cha polisi cha nchi ya DRC kimeweza kuonekana kuingia katika mji huo wa Uvira, ikiwa tu kwa maslahi pekee kabisa ya kuweza kusawazisha usalama katika mji huo. Baada ya waasi wa FCM23 kuweza kuondoka katika mji wa Uvira, mji huo umeweza kuonekana kuwa salama na hali ya kulalama kwa wananchi imeweza kabisa kuonekana kupotea. Jambo ambalo limelinganishwa waasi wa FCM23 kuwepo pale katika mji wa Uvira na kuweza kuondoka, matendo ambayo waliweza kuonyesha ikienda kinyume kabisa na upinzani mkubwa wa maneno yao, wakisema ya kwamba wamekuja kukomboa, lakini kwa jambo ambalo waliacha na tenda kwa kuchukua vitu vya wananchi na kuondoka navyo. Jambo hilo liliweza kuwafanya wengi kabisa kushutumu na kuweza kulifanya hali hiyo ambao waliweza kuitenda kuwa mbaya kabisa na kutokonekana nzuri machoni pa wananchi. Na hata jambo hilo limeweza kutokea wengine wote ambao waliweza kujiunga na jeshi hilo la waasi wa FCM23 ARC linaoungwa mkono na jeshi au nchi ya Rwanda, kama vile tajiri mmoja Mchepe ambaye ameweza kusikika kuomba vitu vyake kabisa ikiwa katika hoteli yake ya Suzana, akiripotiwa kuwa ameweza kujiunga na waasi wa FCM23 au kuwaunga mkono, jambo ambalo liliwapatia wananchi au wakahaji katika mji wa Uvira hasira kabisa na kuweza kuchukua vitu vyake katika hoteli yake kubwa ambayo ilikuwa pale katika mji wa Uvira. Nikupashia kwamba na kukumbusha hali ya waasi wa FCM23 na majeshi ya Kongo. Waasi wa FCM23 wameonyesha kabisa kushindwa mapambano na kuweza kupoteza vijiji kadhaa ambavyo waliweza kuwa hemo, na hivyo wao wakiweza kuwa na ujasiri na kuonyesha kwamba watazidi kusonga mbele kupita na kutimiza malengo yao, na kuweza kabisa kuahidi watarudi tena katika mji wa Uvira. Lakini hivyo na wazalendo pia wakiweza kuonyesha kwamba hawatoweza tena kurudi nyuma, lakini kusonga mbele, wakionyesha maneno hayo ya ujasiri, wala hata pia kabisa hawataonyesha jambo la kuweza kurudi nyuma, lakini kupiga adui na kuweza kusonga mbele na kuchukua maeneo yote yale ambayo adui ameweza kushika. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, huo ulikuwa ni mwisho wa taarifa ya habari leo hii tariki 4 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Ni kwako wewe kunifuatilia na mimi kukupasha habari ambayo inazidi kuendelea.
Basi hii ni Reality Mambo TV. Ungana nami ikiwa wewe hujajiunga katika channel hii kwa kubonyeza hata alama ya subscribe na alama ya kengele, unapata habari zetu katika muda mwafaka. Gawia watu wengine, hata kucomment ukiwa na maneno ya kusema. Tutakutana tena ikiwa majaliwa Bwana. Nikisema asante.